Ni miongoni mwa siku yenye maana kubwa sana kwa wapenzi wa kandanda na mashabiki wa mpira wa miguu kutokea hapa nyumbani Tanzania, ikiwa ni usiku hapo jana ambao ulikuwa ni usiku wa maana kubwa sana, usiku wa dabi ya Kariakoo kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya wananchi Young Africans uliotamatika kwa matokeo ya sare ya kufungana mabao mawili kwa mawili. Karibu sana ndani ya Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni Jahara sehemu ya pili. Hii ni Mlimani TV, mimi ni Kizazi Juaji Don Barabara, na leo hii nipo na mgeni kama ilivyo kawaida, si mwingine ni MC Odemba, muite Julius Odemba kwenye mitandao yote ya kijamii. Tutakuja kuangalia hapo baadaye anapatikana vipi. Tunayo mada mezani, ilikuwa ni mechi ya namna gani, lakini pia tathmini vipi kuelekea mbio za ubingwa wa ligi kuu nchini Tanzania. Simba anatajwa, Yanga anatajwa, Azam anatajwa pia, Singida Black Stars, JKT Tanzania na wale ambao wanashuka daraja. Pia tutaangazia vilabu ambavyo vinatarajiwa kupanda kutokea championship. Bwana Julius Odemba. Naam. Karibu sana Mlimani TV. Asante sana Don Barabara. Yes, tarehe 4 hii, jana ilikuwa tarehe 3. Tarehe ambayo ilisubiriwa kwa muda mrefu, pengine Simba angeweza akavunja ule uteja ambao unazungumzwa kwa muda mrefu ndani ya ligi kuu toka Aprili 16 bila shaka mwaka 2023 Odemba. Simba kwanza nikuke sawa kwamba ameshavunja uteja kwa Yanga kwa sababu kwenye mechi mbili mfululizo ambazo amecheza amekuwa na kiwango bora kweli kweli. Simba mechi ya Zanzibar tumeona mpata ushindi na kucheza mpira mwingi hasa katika zile dakika ambazo dakika 120, kwa sababu kuna Simba ni timu ya dakika 30 ambayo inakuwa inapoteza upepo mapema sana. Lakini hatukutegemea wachezaji ambao Simba alikuwa nao kama kina Chama, unajua kwamba wana uwezo ambao hawawezi kucheza uwanjani kwa muda mrefu, lakini wale mpaka dakika 120 na wakafanya kitu kizuri kupata goli la penalti. Tukija mchezo wa jana, Simba alikuwa na mchezo mzuri sana kwa dakika karibia zote, lakini kipindi cha kwanza baada ya Simba kupata magoli mawili inaonekana amerelax, kwa sababu nadhani kuridhika kwake kupata matukio mazuri kwenye dakika za muda mfupi, dakika ya 3 na dakika ya 10, kupata magoli mawili ilimpelekea kurelax, na hii ilifanywa baada zaidi ya Simba Yanga kupata goli ambalo lilifungwa na Prince Dube, ilimtoa Simba mchezoni kwa dakika kadhaa. Lakini sababu ni kwamba Simba ni timu nzuri ikiwa na mpira, lakini ikiwa ina mpira viungo wake ambao ni connectors, box to box midfield ambao Simba nao ina Jospin Loemba, ni wachezaji ambao ndio wanajua ku retain mpira, lakini kupeleka mpira mahali sahihi, hana usahihi wa kupeleka pasi za mwisho. Kwa hiyo inapelekea Simba kupoteza mpira mara kwa mara. Tukiangalia kwa dakika zote 90, Simba alicheza jumla pasi 392, Yanga alicheza pasi 326. Lakini ukiangalia pasi ambazo Yanga alicheza 326 kwa 61% zilikuwa ni pasi sahihi na zimefika kwa walengo sahihi. Lakini pasi za Simba ambazo wamecheza 320 na 392 kwa 45% tu zilikuwa sahihi. Kwa hiyo kwa mantiki ni kwamba Simba walikuwa na miliki mpira lakini hawana makali walikuwa na miliki mpira. Lakini Yanga walikuwa kimiliki mpira walikuwa na makali zaidi. Kwa hiyo ilipelekea kuona kwamba japokuwa Simba alimaliza mchezo kwa kuwa na asilimia nyingi za kumiliki mpira 55 kwa 45, lakini hakuzitumia kwa vizuri, kwa usahihi mzuri. Kwa mfano, Eli Kibisawala Mpanzu alikuwa, ukiachana baada ya kutoa assist goli ambalo alifunga kwa kutoka Chama, alikuwa hana creativity. Akipata mpira unaona hapo anategemea atoe pasi, anataka kukimbiza. Akifika kwa Ibra Baka ananyang'anywa mpira. Kwa hiyo wachezaji wengi wa Simba walikuwa hawezi kuvuka ile backline ya Simba wakiwa 1 against 1 au wakiwa wana face each other kati yeye na mchezaji wa Simba na mabeki wa Simba, kwa sababu walikuwa na lack creativity. Hata kwa ile Jospin Loemba alikuwa anaweza kulocomote na mpira kutoka kwa Yusuf Kagoma kupandisha mashambulizi kuelekea kwenye lango la Yanga, lakini akifika kwa Bakari Nondo Mamieto anakosa maamuzi ya kupiga pasi aidha kumuona Clatous Chota Chama au kuona mtu kama Lebasi Gwe. Hiyo ilipelekea Simba kukosa creativity na kuweza kuwin Yanga. Lakini kwenye uwezo wa kumiliki mpira tuliona Yanga alikuwa ana wachezaji wazuri kama Kendama Kamara, japokuwa Kamara na yeye alikuwa ana mchezaji wa rafu nyingi. Wao walikuwa na cost team ambapo mara nyingi Simba walikuwa wanapata free kicks ambazo ilikuwa ni moja ya factor wao kufanyaje kumiliki mpira kwa asilimia kubwa. Yes, kumiliki mpira kwa asilimia kubwa. Odemba, mechi ya jana mapema dakika za mwanzoni kabisa zile dakika 10-15. Simba wamescore mabao mawili. Na imekuwa tofauti kidogo, akifanya hivyo Yanga imekuwa vigumu zaidi kwa Simba
kurudi kwa maana hiyo kufanya comeback. Sasa nini ilikuwa sababu ya wao kuongoza mabao mawili ya mapema alafu baadaye wanakuja yanasawazishwa yote? Yaani changamoto ilikuwa sehemu gani katika kikosi cha Simba? Changamoto kama nilivyosema kwamba kwanza ni kurudisha kwamba makocha wengi hasa wa kigeni wana tabia kugawa mchezo katika quarter 4 au kwenye kila first half wanagawa mchezo kwa dakika 15 mpaka dakika 10 na msifia coach Beka kwa game plan yake ilitiki. Lakini shida ilikuwa ni upande mmoja. Simba walikuwa wanaweza kushambulia lakini kujilinda walikuwa hawana usahihi. Huu mfano utatoa kama ni mchezo ambao Yanga anao kwa sasa. Yanga ana mchezo wa kukuacha umiliki mpira kwa asilimia kubwa, uende kwa ukubwa kwenye afya yake, lakini akiupata anakuja kwa kasi, hakuna lenga lango lako. Ukiangalia magoli yote ambayo yamefungwa Simba, nasema magoli ya papatu. Lakini ukiangalia ni kwamba Simba kwa asilimia kubwa walikuwa wameenda kushambulia. Wakirudi ikipigwa counter attack, Simba mpaka waje wafike kwenye afya yao kulinda, unakuta washajichanganya, amechanguka ubeki anakuja yuko speed, huyu anakuja yuko speed. Kwa mfano goli la kwanza ambao wamefungwa Simba ilikuwa ni goli ambalo Ismail Toure alikuwa yupo ameenda kushambulia. Anarudi anakuwa tayari afya yao kuna wachezaji wawili, Alan Okello yupo na nani na Prince Pumbelela Dube. Wanapiga Yanga wanapiga ile cross kutokana na speed ambayo alikuwa nayo Ismail Toure kufika akamtengea nani? Akamtengea adui. Kichwa chake kilichopiga alikuwa na usahihi. Kwa hiyo kumantikio akajikuta automatically kichwa kikaondoka kwenye miguu ya adui. Pia na factor ya uwanja na ule popata ambao Simba amefungwa ukilinganisha na goli ambao Simba amefunga. Magoli ambayo Simba alikuwa anafunga ni magoli ya kutoka wanafanya kutengeneza, unajua kabisa hili goli limetengenezwa. Lakini magoli ambayo Yanga kwa amefunga kwa asilimia kubwa ni magoli ambayo tunasema ni mipira ambayo inazagaa. Umeona mpira ambao imezagaa. Aidha imepigwa cross alafu mabeki wa Simba wanashindwa kujidefend. Kosa kubwa kwa Simba kwa ni makosa ya kiulinzi ndio ndio Simba. Lakini Yanga tukiangalia makosa ambayo hajapokuwa goli la kwanza alichoma Isra Mwenda, lakini build up yake imetoka katikati ya uwanja. Umeona? Ni build up ambayo Simba ameifanya kutoka katikati ya uwanja kuelekea kwenye lango la mpinzani. Lakini magoli ambayo anafungwa Yanga, anafungwa Simba ni makosa ambayo Simba walienda kushambulia as the team. Kurudi walichelewa kuja kujilinda. Mpaka kuendelea. Naam. Kwa hiyo kwenye goli lingine ambalo alifungwa Simba ilikuwa ni goli ambalo alifunga Beka Mamieto. Tukiangalia ni vile tena kosa ni lile. Mpira umepigwa, ni kosa la goalkeeper. Kipa jukumu lake ni kutoa mpira kwenye mpira kama cross corner. Jukumu la kipa ni kutoa mpira sehemu hatari kupeleka sehemu salama zaidi. Lakini si kipa alichokifanya, mpira ulivyopigwa akupeleka sehemu yote, uko bado kwenye triangle yake, kwenye eneo lake la kujilinda. Kwa hiyo ikawa aliutema akauacha pale. Alafu mabeki wa Simba na wenyewe bado walikuwa hawako tayari, hawakuwa active kutoa mpira kutoa kwenda sehemu salama zaidi. Hatimaye tukaona Simba anafunga goli la pili. Ni bana. Hatari sana. Mtazamaji usisahau pia tunapatikana pale Instagram @Mlimani TV official, hapa YouTube ni Mlimani TV Judizi. Bado tupo tunaangalia uchambuzi na tathmini ya dabi ya Kariakoo kwa matokeo yaliyojitokeza hapo jana, Simba akiwa wenyeji wa mchezo dhidi ya wananchi Young Africans. Bana Msio Demba, bila shaka kwa matokeo yalivyotokea ukiachana nayo sasa ile 2-2 kwa performance ya uwanjani. Wewe binafsi unaona kuna ambaye alistahili kushinda? Alistahili kushinda, unaona kabisa hapa alikuwa Yanga, alikuwa Simba. Kwa performance ukiachana magoli hayo ya kufungana. Kwa performance naona tunasema kwamba ile game ndio kwa draw. Kwa sababu ukiangalia kuna chances mbili ambazo wote walizipata dakika za mwisho. Kuna chance ambao Prince Dube aliipata ambao tulikuwa almost dakika ya 86. Tulitegemea kwamba ile chance angewapatia Yanga ushindi. Lakini bahati mbaya kapishana mpira. Akakosa mpira. Chance aliyoipata Lebasi Gwe dakika 88. Alikuwa mbakia wana Giswani na Jigidi Yara. Alikuwa nafasi either yeye achopu mpira uingie golini au mpitishie mpira ambaye alikuwa pembeni yake Suleiman Mwalimu. Lakini akawabatiza kwa kipa. Kwa hiyo hata kama ingetokea kwamba Dube amefunga dakika 86, either wangemtoa Simba mchezoni au Simba angecreate nafasi zaidi kama ambao alipata Lebasi Gwe na kuweza kufanyaje kuregain
possession ya kwamba wote kurugeni kurudisha zake mchezoni kwamba either wote wapate draw ya 3-3. Lakini tukiangalia kiufundi ni kwamba wale wote walikuwa na kiwango kizuri. Wote walikuwa na kiwango kizuri. Ukilinganisha na dabi ambazo zimepita kwamba unakuta Yanga ameshinda dabi na anaongoza mpira kwa 61%. Umeona? Lakini sasa hivi tumeona kuanzia dabi ambazo zimepita, yani kuanzia dabi ya Zanzibar na hii hapa. Nafasi yani unakuta tofauti ya umiliki wa mpira na zile batu za uwanjani ni almost ni 5%. Huwa ana 45 na 55. Huyo na 58, huyo ana 40 yani wanapishana kidogo sana 42. Kwa unakuta wanapishana kidogo sana. Kwamba nafasi ambazo wanazicreate zinafanana. Sasa hivi ni kweli kwamba nimeona alichokisema mediani kwamba Yanga kushangilia draw sana timu kama Dodoma Jiji kila nani wanaoshangilia draw kutana na nani na Simba. Kwa hiyo lakini draw ilikuwa na maana kubwa kwa sababu walitoka nyuma kwa mabao mawili. Yanga alikuwa nafasi kubwa kushinda ile mechi na Simba alikuwa nafasi ya kushinda mechi. Lakini ukiachana na hilo Demba, vipi kuhusu performance ya Chama, man of the match katika mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo, lakini pia alistahili? Chama alistahili kwa sababu kwanza ana rating kwenye game ya jana kutokana na takwimu za Sokametric na BetaQ ambao ni wanahatimilika kutupatia takwimu za michezo kutokana na TFF, kwamba niliona Chama alistahili kumpatia zile rating ya 9.5 out of 10. Ni mchezaji wa kwanza kufuatiwa na Lebasi Boy ambako na 7.7, akifuatiwa na ni mchezaji Alan Okello kwa na 7.1. Kiwalishia Chama alikuwa na mchezo mzuri sana. Alikuwa kwanza tumeona kwanza alikuwa na interception almost 3, alikuwa na interception 3, clear passes 3, na alikuwa na blocking almost 3. Kwa hiyo kwa mantikio alikuwa na ana asilimia kubwa kidogo kwenye 9 zone, tunasema 9 zone ya umiliki wa mpira. Kwa mantikio ni kwamba Chama alistahili nafasi kwa man of the match, na pasi zake zote alizozifanya kwa ni pasi zenye hatari kubwa kwa mpinzani. Kwa kumalizia, kwa hizi alama 5 zilizobaki, unamuona kweli Simba akienda kuzifuta hizi alama kuelekea mbio za ubingwa wa ligi kuu au bado itakuwa vigumu kwake mbele ya Yanga? Safari ya ubingwa bado ni ngumu kwa Simba kwa sababu Yanga tukiangalia ni kwamba wana mechi ambazo wanazo nje Dar es Salaam. Ni mechi mbili tu. Ni mechi na Mashujaa na mechi na Fountain Gate. Zingine japokuwa atakuwa away dhidi ya KMC, lakini atakuwa Dar es Salaam, dhidi ya Azam atakuwa Dar es Salaam kwenye pitch nzuri. Na Yanga tunajua ubora wao kwenye pitch nzuri. Lakini Simba tukiangalia ana mechi, kuna hizi timu ambazo ni timu za madaraja ya kati. Zikutana na Simba huwezi kumpatia Simba hata asilimia kupata draw, kupata ushindi. Simba ana mechi dhidi ya Mashujaa, ana mechi dhidi ya Tanzania Prison, ana mechi dhidi ya ana mechi dhidi ya Mtibwa Sugar, ana mechi dhidi ya lakini nyingi zinakuwa za ugenini. Na hizi timu nazojua zikutana na Simba zinakuwa na ukamiaji mkubwa sana. Hapo pia kama naona timu zikutana na Simba zinacheza kwa ubora fulani kuliko zikutana na Yanga. Kwa hiyo simpati nafasi kubwa sana Simba kushinda ubingwa kwa sababu Simba ni timu ambayo bado haina promising players. Wachezaji wake watakupatia performance leo ya namna fulani, kesho atakupatia performance tofauti na ile. Chama atakupatia performance nyingine leo kwamba leo ameperform vizuri, lakini mechi ijayo ukonesha chini ya kiwango, ukamleta hata kwenye 5 ya 10. Umeona? Kwa hiyo wachezaji wa Simba bado hawatadiriki. Lakini wachezaji wa Yanga unakuta mchezaji kama Pacome Zuzo, Alan Okello, Mario Depp. Wale wachezaji wanaweza kupatia matokeo muda wote. Wachezaji ambao wanaamua mchezo muda wote, lakini kwa upande mwingine kwa namna za approach mchezo, Yanga kutaka kuchukua ubingwa, kwa ushauri wangu ni kwamba watafute kocha mwingine. Watafute kocha mwingine. Shukrani sana Odemba. Na shukrani sana Don Baba. Usisahau pia mtazamaji, Manchester United ya Michael Carrick tayari imeshaweka heshima ya kuwafunga majianti wengi kweli kweli baada ya kuwa vibaya msimu uliopita. Msimu huu amehakikisha anapata matokeo na tayari amejihakikishia nafasi ya kushiriki UEFA Champions League msimu ujao. Kufikia hapo, hiyo ndio tamati ya Jahara sehemu ya pili ndani ya Mlimani leo asubuhi. Ilikuwa ni Mlimani TV. Mimi ni Kizazi Juaji, andika Don Balabala pale Instagram, pia unanipata kwa endo hiyo.